Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimeishutumu vikali Jeshi la Polisi Tanzania kwa kile kilichokitaja kuwa ni ukimya na kukwepa uwajibikaji kufuatia kupatikana kwa mwili wa mfanyabiashara maarufu wa madini jijini Arusha, Abdillahi Mussa Mollel, maarufu kama Banjo, ukiwa umetupwa mkoani Dodoma na ukiwa na majeraha makubwa. Akizungumza saa chache baada ya polisi mkoa wa Arusha kuthibitisha tukio hilo, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia, alisema chama hicho kinasikitishwa na namna mamlaka zilivyoshughulikia taarifa za kupotea kwa mfanyabiashara huyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mwili wa Banjo ulipatikana katika eneo la Bereko wilayani Kondoa mkoani Dodoma. Marehemu mkazi wa Sanawari jijini Arusha alidaiwa kupotea Februari 12, 2026 baada ya kwenda kufanya mazoezi katika jengo la Ngorongoro. Hadi Februari 19, 2026 ndipo mwili wake ulipopatikana ukiwa na majeraha makubwa kichwani na sehemu nyingine za mwili. Chadema imesema tukio hilo linafanana na matukio mengine ya kutoweka au kuuawa kwa watu katika mazingira yenye utata, na imetaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini kilichotokea kuanzia kutoweka kwake hadi kupatikana kwa mwili katika eneo la mbali. Chama hicho pia kimehoji sababu za kutokuchukuliwa hatua za haraka tangu taarifa za awali za kupotea kwake zilipoanza kuripotiwa Februari 13, 2026. Aidha, chama hicho kimekumbusha matukio ya watu waliowahi kuripotiwa kupotea au kuuawa katika mazingira tata, akiwemo Ben Saanane, kikisisitiza umuhimu wa uwajibikaji na uwazi kutoka kwa vyombo vya dola ili kurejesha imani ya wananchi. Kwa upande wake, polisi mkoa wa Dodoma wamesema uchunguzi kuhusu kifo hicho unaendelea, huku kamanda wa polisi wa mkoa akithibitisha kupokea taarifa na kuanza hatua za kiuchunguzi. Hata hivyo, Chadema imedai kuwa ukimya wa awali wa mamlaka umeongeza hofu na mashaka miongoni mwa wananchi, hususan wafanyabiashara na wanachama wa vyama vya upinzani. Tukio hilo limeibua hisia kali jijini Arusha na maeneo mengine, huku familia ya marehemu ikiiomba serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati ili haki itendeke. Mwili wa Banjo ulizikwa Februari 20, 2026 kufuatia taratibu za mazishi ya kifamilia.